Kwa majina naitwa Mwalimu Pascal Mahinya Maula. Kihistoria ni mzaliwa wa wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, tarafa ya Kiwele, kijiji cha Lukula. Ni mkoa ambao ndiko nilikozaliwa na nilipata elimu yangu ya msingi mkoa wa Tabora. Nikapata elimu yangu ya sekondari jiji la Dar es Salaam. Lakini bado nikapata taaluma ya utaalamu wa ualimu kwa muda wa miaka miwili, na bahati nzuri kwa historia ya Tanzania, chuo cha ualimu Tabora ni moja kati ya vyuo vichache sana ambavyo vinachukua mchepuo wa mafunzo ya kijeshi. Kwa hiyo tuligawa awamu, na kipindi miezi 6 mnasoma jeshi, miezi 6 mnasoma taaluma ya ualimu. Kwa vyote viwili kwa pamoja tulikwenda navyo sawa. Nikahitimu mwaka 92, na kwa kipindi kile huwezi kupata ajira au kupangiwa kituo cha kazi bila kwenda kulitumikia Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria. Ndio maana wanakuambia kwa mujibu wa sheria lazima. Kwa hiyo nilipangwa mkosi, sikumbuki namba yake, lakini ilikuwa Malamba, JKT Malamba, kiko mkoa wa jiji la Tanga. Bahati mbaya sana sikwenda huko. Katika kusubiri, kumbukumbu zangu zinaonyesha lilitoka tangazo mwaka 93 kwamba wale wote wanaotakiwa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria mpaka kufikia tarehe mosi 94 wao wameripoti kwenye vikosi vyao. Kwa bahati nzuri tangazo hilo mimi linikuta niko Dodoma kwa kakaangu. Nikaona isiwe shida, nikajiongeza nikaingia 834 KJ Jeshi la Kujenga Taifa Makutupora. Kwa hiyo katika kazi yangu ya ualimu nimeanzia tarafa ya Mangula, shule ya msingi Mgudeni. Pale ndipo nilianza rasmi mwaka 1994. Nimedumu pale Mgudeni mpaka mwaka 2003, nikahamia shule ya msingi Mwaya, na yenyewe iko tarafa ya Mangula, kijiji cha Mwaya. Nimedumu si zaidi ya miaka 3-4. Aprili 2006 halmashauri ikaona hapana, sasa wewe bwana umefanya kazi ya kusaidia walimu wakuu, na wewe sasa nenda kashike shule. Kwa hiyo 2006 Aprili nikaja shule ya msingi Msola Station, ambapo nafanya mazungumzo na nyinyi. Kuanzia mwaka 2006 mpaka Disemba 2018 nimekuwa mwalimu mkuu wa shule hii. Changamoto zilikuwepo kwa kipindi changu chote ambacho nilichopitia, hususan mimba za utotoni. Hapo mwanzoni mwa miaka hiyo 2006 kuja mpaka na 8 na 9 kasi kidogo ilikuwa kubwa, lakini baada ya pale kasi imepungua kwa kiasi kikubwa. Mpaka hivi ninavyozungumza na nyinyi 2025 mimba za utotoni imekuwa kama hadithi kwa sasa. Lakini kwa kipindi kile changamoto ilikuwepo, mimba za utotoni, utoro na vitu kama hivyo. Ukiondoa taaluma yangu au utaalamu wangu wa ualimu, bado nilikuwa nikishiriki na wanajamii katika masuala mbalimbali, lakini zaidi ilikuwa ni michezo. Itoshe tu nitamke kwamba michezo ndio ilinijengea jina kubwa sana katika halmashauri ya wilaya ya Kilombero. Kupitia michezo, hususan mpira wa miguu, nilipata umaarufu. Si tu umaarufu labda kwa hamasa, kuna lugha ya mtaani kwamba huyu bwana ana ubonda. Kwa kweli nilikuwa na ubonda kwa kipindi kile. Nilikuwa na ubonda, na katika safari yangu ya michezo ni maeneo machache sana katika wilaya ya Kilombero sijagusa, na yapo ambao nimefika mpaka nje. Kiangalia kuna kipindi ilikuwa na bwana mmoja anaitwa Daudi Yasini, anakuwa Iringa, alikuwa anaanzisha kombe la Muungano. Kule tulikuwa tunakutana na watu kama Fred Mbuna, kutana na mtu kama Emmanuel Gabriel, Batigo Machusa yule, na wengine wengi. Na ikaja bahati nzuri sana Emmanuel Gabriel sasa akawa kama ndo mdogo wangu. Sasa alianza safari ya kutafuta mafanikio yake katika soka kutoka Mbeya akaja Mangula. Nilikuwa naishi naye.
kama family friend, kama mdogo wangu. Nilimkubali sana, lakini bado na mimi nashukuru na yeye alikuwa ananikubali sana. Kila mmoja alikuwa anakubali uwezo wa mwenzake. Ima alikuwa na uwezo wa kucheza kama striker, lakini bado mlinda mlango. Kwa upande wa jamii labda nizungumze. Upande wa jamii ni mwitikio wao. Mwitikio wao hasa kwenye masuala ya kuchangia. Ni kweli hapo nyuma mwitikio ulikuwa mgumu sana kwa sababu ya masuala fulani ya kisiasa. Lakini kumekuwa na mabadiliko. Wananchi sasa wameelimika. Elimu imepita na wamebadilika. Mimi ninachowaomba tu wao waongeze kasi ya kuchangia. Ndio kuna maeneo mengi wanatakiwa kuchangia. Lakini katika elimu sio swala la kufanyia mzaha hata kidogo. Mimi rai yangu hasa kwa sababu kwa sasa mashule yetu karibu si tu Msolwa Station. Kama ambavyo nimesema kwamba hii ni shule mama. Ni shule kongwe ambayo ukiangalia ndiyo shule ambayo imezaa shule ya msingi Kibongoto. Shule hii imezaa shule ya msingi Mtukula. Shule hii imezaa shule ya msingi Ukombozi. Kwa unaona jinsi gani ilivyokuwa kongwe. Lakini sasa pamoja na ukongwe wake huo bado tunaendelea kuwasihi wazazi hasa kwenye masuala ya uchangiaji. Na kikubwa zaidi ni swala zima la lishe. Tunaomba sana wazazi wajitokeze kuchangia lishe. Lishe ni muhimu. Sio siri. Ili tuweze kupandisha kiwango cha ufaulu, basi watoto wapate lishe shuleni. Kasi ya utoro itapungua. Na hata hizo mimba za utotoni na zenyewe zitapungua kwa sababu muda mwingine mimba hizi zinatokea, mtoto anapata kishawishi. Ana njaa, anakutana na vijana kule wanamrubuni 200, 2000 ni kachukua kiepe, mwisho wa siku mtoto anashindwa kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa kipande cha wazazi uchangiaji. Niseme nafasi ambazo nilizihudumia kwa uadilifu mkubwa na kwa mafanikio makubwa. Shule zote mbili ufaulu ulikuwa mzuri. Baada ya pale sijisifu. Kulikuwa na maafisa elimu wilaya kipindi kile, nakumbuka alikuwa mzee wangu Angelus Kisiga na maafisa elimu wasaidizi, maafisa elimu taaluma wake. Kulikuwa na marehemu Mahamudu Luanda na afisa elimu ambaye mwaka wa jana alirudishwa tena Kilombero hii kwa maana Ifakara, lakini sasa amestaafu. Bwana Christopher wangu. Wao wakaona hapana siwe shida. Hebu tummotishe huyu kijana. Wakanipa promotion sasa mwaka 2006 mwezi wa 4. Wakaniambia sasa unaenda kuwa mwalimu mkuu shule ya msingi Msolwa Station. Ndipo ambapo nimenikuta hivi sasa hivi. Ingawa kwa nafasi hiyo kwa sasa sina, lakini kihistoria niliingia hapa mwaka 2006 mwezi Aprili, nikiwa nikiongeza na walimu niliowakuta, ukiongeza na mimi tulikuwa tunatengeneza jumla ya walimu 20. Na kwa kipindi kile kwenye hii ndio shule mama. Msolwa Station ndio shule mama. Kwa shule zote unazozisikia hapa katikati kijijini zimezaliwa na hii shule. Kwa hiyo nafarijika na mimi kusema ni miongoni mwa walimu wakuu ambao wametengeneza shule zingine pembeni. Na hiyo imekuja kutokana na shule hii kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi. Population yake ilikuwa kubwa, kwa inalazimika sasa kugawa maeneo kwamba hawa wanatoka sehemu fulani ni wengi wanatosheleza eneo lile, tukatengeneza shule nyingine. Na ndivyo ilivyokuwa imefanyika. Tumeamua sisi kama walimu hapana, tumefuata taratibu zote za kiserikali kama inavyotaka, vikao vya wananchi, viongozi wa serikali wawepo, wananchi wakubaliane, na ndivyo ilivyokuwa. Sasa tukirudi kwenye serikali yenyewe, ombi letu kwa serikali ni lipi? Japo ni kilio cha nchi nzima sawa, lakini walimu tuna uhaba mkubwa sana wa walimu. Ukiondoa huyu ambaye ameomba kustaafu, kuna mmoja kesha staafu na kuna mmoja na matatizo ya afya ya akili, ambaye na sisi kama walimu wenzake tunamwombea huko aliko apate afua mapema, arudi tusaidiane naye. Kwa hiyo kwa sasa unakuta tumebaki walimu 4. Sasa walimu 4 na watoto 448 si kazi ndogo. Ni kazi kubwa. Kwa hiyo serikali kama inatusikia, basi walimu tunahitaji walimu
lakini bado pamoja na swala zima ambapo serikali, niseme tu kwamba kwanza tumpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake, kwa maana baraza la mawaziri, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli katika sekta ya miundombinu, kwenye sekta ya elimu, mama kaweza, na kaweza sio kwa asilimia chache, maana hata asilimia kapita, wenyewe mnaona pale. Mbali na kwamba mmeona majengo mengi tu hapa, lakini bado kaongeza yale mapya. Naona jinsi gani mama ambavyo anathamini elimu, lakini kwa nini anathamini elimu? Lakini yote hiyo ni kumkomboa mtoto wa kike. Ndio ambacho kimekuwa kilio chake kikubwa, kwamba kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanazifikia ndoto zao. Na hili kwa kweli kipekee tunampongeza sana. Ndio maana unaona hata kasi ya masuala ya unyanyasaji wa kijinsia kwa kipande cha huku kwetu sio kikubwa sana kwa watoto wa kike. Mimba hizo za utotoni nazo naona kwangu mimi, kwa uzoefu na muda wote niliokaa hapa, imekuwa hadithi, lakini zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais akisaidiana na wasaidizi wake. Kwa kweli amepambana mno, lakini bado na mimi kwa niaba ya walimu na wanafunzi wa shule ya msingi Msola Station narudi tena pale kuiomba serikali ituongezee walimu, lakini pia kutusaidia kukarabati ya majengo ambayo nafikiri mtayaona baadaye. Ni majengo ambayo tukiacha serikali inaingia sana, lakini kama itakarabati madarasa haya yakawa katika ubora mzuri, bado shule ina mipango ya baadaye sana. Bado tunaweza tukachukua hawa watoto wana madarasa ya mitihani, tukawaweka kampu shuleni, wakawa wanalala shuleni, wanakula shuleni, na wanapata muda mwingi sana kusoma. Mchana wanasoma, usiku wanasoma, walimu tupo. Sasa hii itaongeza kasi kwa kiwango kikubwa, kasi ya ufaulu. Utasikia tena Msola Station watoto wamefeli 7, hiyo itakuwa hadithi. Kwa nini? Kwa sababu tayari walimu tuko maeneo ya jirani, watoto wanakaa shuleni, ulinzi wa kutosha upo, watoto wanapata chakula shuleni kwa muda unaostahili, wanakwenda madarasani, wanapata kile ambacho wanastahili kupata. Kwa hiyo rai yangu yote, ukiondoa wadau ambao baadhi kama mnavyoona baadhi ya majengo pale ukarabati umefanyika, tuna mdau kama bwana mmoja anaitwa Champion Mbugi, alitoa zaidi ya mifuko 15 wa saruji. Alishawahi kusoma shule, na siku amepita akasema hebu nikaone hii shule nimesoma. Akaguswa baada ya kuona uchakavu, akasema hapana, mimi natanguliza kwanza mifuko ya saruji. Kweli tulipokea, na ndio imetusaidia kufanya ukarabati huo wa muda kwa baadhi ya hayo madarasa, lakini bado tunahitaji ukarabati mkubwa. Mbali na jitihada za jamii ndiyo ina mambo mengi ya kufanya, tukatai, lakini na wao kwa upande mwingine, kama nilivyotangulia awali, kwamba tunapohitaji nguvu kazi ya wanajamii, basi wajitokeze kama wanavyojitokeza kwenye shughuli zingine za kijamii. Tatizo la utalo liliendelea na lenyewe likawa linapotea taratibu. Sasa kwa nini utoro umekithiri? Yaweza kawa labda ukali wa walimu, mtoto anaogopa kwenda shule. Bwana, kuna mwalimu mmoja anatia sana bakora, anashindwa kuja shule. Lakini sasa hapana, hiyo sio sababu. Kuna sababu zingine, unakuta mtoto utammotishaje ili apende shule. Kuna baadhi ya vitu walikuwa na vikosa hapa shule. Sasa kupitia mimi na wasaidizi wangu kwa maana walimu, tukaona hapa iko haja ya kuanzisha kufufua michezo. Kuna kitu kinaitwa bendi. Nakumbuka tulifufua ile kitu, na hata ukiangalia baadaye hata ilikoishia, ingia kwenye baadhi ya mabanda yetu hapa kama store, utakuta hata yale mabaki ya vile vifaa makunzi yale ambayo yalikuwa yanatumika kwa ajili ya ngoma zile. Lakini baada ya kuanzisha bendi, tukaona sasa kasi ile ya utoro imepungua. Michezo mashuleni, ligi madarasa na madarasa, lakini cha kufarijika, na kipindi palikuwa na ligi mbalimbali hapo kijijini. Binafsi nikasema hapana, walimu wangu, hatuwezi kuingiza timu ya shule. Tukakaa kikao kama staff,
tukaita kamati ya shule wakabariki kwamba wazo zuri, vijana tuone vipaji vyao viko vipi. Kwa hiyo tuliingiza ligi moja ilikuwa kubwa sana kugombea mnyama mbuzi. Timu ya shule iliingia na rubani wao nikiwa mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nacheza na vijana wangu wanacheza. Na baadhi ya walimu ambaye kwa sasa mmoja bahati nzuri au mbaya ametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Nilikuwa naye hapa bwana Nicholas Chipa. Katika sekta ya elimu ufaulu umepanda sana. Ufaulu umepanda. Kwa nini ufaulu unapanda? Kwanza unaangalia miundombinu. Kaboresha sana miundombinu. Ushahidi ndio kama huo, majengo kama yale mnayaona, baadaye mtayaona, ni juhudi za mama. Lakini haya sasa hivi tulikuwa tuna umeme. Unaona Lea hii hapa. Sasa hivi tuna umeme shule. Pindi nakuja mimi hakuna umeme. Ingawa bado kwenye umeme tumeweka baadhi ya maeneo muhimu tu. Ofisi ya walimu, ofisi ya mwalimu mkuu, na yale madarasa kuanzia darasa la 5, la 6 na 7. Yale ndio yamefanywa wiring na umeme na unawaka. Ingawa bado kwenye swala la umeme tuna changamoto moja kwenye kota za watumishi walimu. Kwa hiyo walimu tunasaulika sana. Mambo mazuri mengi sana yanaweza kaja yanalenga mtoto. Lakini sasa nani anayetoa chakula ili mtoto ashibe? Yule kidogo anasaulika. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kwangu pale kuna changamoto ya umeme. Wiring ishafanyika. Shida inakuja moja tu, kuweka nguzo kutoka njia kuu ya umeme mpaka kuja sehemu iliko nyumba ya mwalimu wa shule. Ule umbali umezidi. Maana yake inatakiwa nguzo tena katikati. Ni hilo tu. Maki likiwekwa lile waya unavutwa pale, mwalimu naye anakuwa anapata umeme, mambo mengine yanaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa kipindi chote hiki cha 2018 japo mwalimu alinipokea sasa kama mwalimu mkuu, niseme tu naye amepambana sana. Ukiangalia hata ukarabati unaoona huko kulia kwako ofisi, ukiondoa mbali nini wadau wa elimu, lakini bado alikuwa anaingia kwenye mfuko wake yeye kama yeye. Fikiria mwalimu mkuu kama mwalimu anatoa hela zake kusapoti ukarabati wa majengo. Bado ukienda kule nyuma mtaenda kuona kuna choo cha walimu. Napo katia mkono sehemu kubwa sana katia mkono. Kwa gharama hela yake mkononi. Sema hata kwa nini walimu tunakosa sehemu ya kujistiri? Sawa, capitation ipo, elimu bila malipo, mfuko capitation grant, kipengele wanasema cha ukarabati. Hakitoshi. Utadunduliza mpaka lini ifikie mahala ukajenga choo? Okay, manpower labda wanajamii. Tuwashirikishe wajamii. Eneo lenyewe la Msolwa kidogo limekuwa na itilafu au limekuwa na shida, lilikuwa na mvutano kidogo. Unakuta masuala ya kisiasa hasa ya kisiasa. Na hazila zao kama mmepita mtaani huko mkapata ABC, unakuta hasila zao nyingi zilielekezwa mara baada ya kiwanda cha sukari kuchukua maeneo yao. Kutoka mto Msolwa darajani pale, kama unaenda Magombera kila kuna eneo moja kubwa sana, bloku nyingi sana. Lile lilikuwa linalisha kuanzia Mikumi, Ruaha yote, Mangula yote mpaka Doma walikuwa wanalima miaka ile. Chakula hapa unapatikana wa kutosha. Lakini baada ya kampuni hasa mwekezaji alipokuja South Africa ule Ilovu, wakaona hapana, tusurvey kwanza maeneo yetu. Walivyobaini kwamba kuna maeneo wameingia raia, manake kama vile wamevamia. Nashukuru kihistoria kwamba walitoa muda, waliwapa wananchi muda. Ukifika muda fulani mhame. Lakini sasa utamaduni wa Mtanzania ukimkaribisha sehemu kama bana nafanya hapa, siku mimi nikijisikia kurudi nitakuja kukwambia ameshapageuza kwa kwake. Kwa mchakato ulikwenda mahakamani, kesi ikaenda, wale mabwana wameshinda, lakini mpaka leo bado kuna baadhi ya wazee na wananchi wanaamini kwamba rufaa bado ipo kule na kesi yetu ya kudai ardhi ipo. Kumbe tayari eneo lile sio la kwetu. Hii ilipelekea baadhi ya sehemu kubwa ya wananchi wa Msolwa, hawa mliowakuta hapa sasa hivi, ni kama robo 3 wamehama kwenda maeneo mbalimbali ndani ya wilaya hii. Kulikuwa na kijiji kilikuwa na watu wengi sana.
na chakula kilikuwa kingi sana. Kwa unapoenda sasa kumwambia mzazi, hebu tuchangie, tusupport kitu fulani, si wote watakaochanga. Kukubali watakubali, lakini je, utekelezaji ndio inakuwa tatizo. Ombi letu kwa serikali itupatie nyumba za walimu. Shule yetu ina nyumba moja tu ya walimu, ingawa na yenyewe inahitaji ukarabati, lakini hata ile nyingine iliyopo haifai kabisa kukaliwa na mwalimu. Sasa endapo tutapata nyumba za walimu na walimu wakakaa mazingira ya shuleni, bado madarasa yetu yakafanywa ukarabati, naamini na walimu wakaongezwa, ufaulu utapanda kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watoto watakuwa kwenye mikono salama, wapo karibu na walimu muda wote. Kulikoni kwa sasa ukiangalia baadhi ya walimu wanatoka zaidi ya kilomita 20 anakuja kufanya kazi kwenye kituo cha shule ya msingi Msolwa Station. Tunaokaa hapa ni wachache. Hilo ni kwa serikali. Lakini bado kwenye swala zima la miundombinu tuna shida ya maji. Kama taasisi maji yetu sio ya uhakika sana. Bomba lipo sawa, lakini bado hasa ulipaji, bili zinakuja kubwa sana kulikoni hata matumizi ya maji yenyewe jinsi yalivyo. Sasa tungekuwa na uhakika wa maji ya kudumu, uhakika upo moja kwa moja. Na uhakika unakujaje basi? Tusitegemee tu bomba. Kama serikali itatusaidia kutujengea yale masim tank, itakuwa imefanya jambo la maana, kwa sababu tuna majengo ambayo msimu wa mvua tunaweza tukavuna maji yakatusaidia baadaye. Lakini bado kwenye kota hizo za walimu, niombe tena serikali itukumbuke swala zima la umeme. Tuna nyumba pale imeshafanywa wiring, kinachotatiza ni nguzo tu, chomekwe nguzo, waya zivutwe, mwalimu aishi kwenye umeme. Basi kabla sijamalizia, si vibaya kwa serikali pia. Unajua maeneo yetu ya kijijini, shule zetu hizi zinahitaji vitu changamshi. Naposema changamshi, basi kama pana uwezekano katusaidia bendi. Bendi kwa kweli ni moja kitu changamshi ambacho kinavuta sana watoto. Kwa naamini hata ile utoro walejaleja utakuwa umeondoka hapa shuleni. Sasa ingawa huko kwingine nitahitimisha, lakini kipekee tu niseme kwa kipindi hiki ambacho bahati nzuri leo mmekuja, zoezi letu la uandikishaji tuna siku moja tu ya kesho na wananchi wameitika. Lakini mimi pia kwa niaba ya shule na kwa niaba ya mamlaka zilizoko juu, niwatake wananchi tu kujitokeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa utulivu na amani. Basi mimi niseme tu, kutokana na juhudi za Mheshimiwa Rais, mama yetu, kipenzi chetu, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya walimu wa shule ya msingi Msolwa Station, sisi tunasema tunampenda sana na tunamhakikishia mitano tena. Narudia tena, mitano tena kwa mama. Basi kipekee kabisa niwashukuru nyinyi wana media, niwashukuru watu wa Kolila Media kwa kututembelea hapa shuleni. Niseme asanteni sana, ni bahati iliyoje kufikiwa na media kama ya kwenu. Media nyingi zimekuwa zinapita, unakuta zinaingia tu TANAPA, lango kuu, wanaenda kuangalia lango la Mwalimu Nyerere, hifadhi ya taifa Nyerere. Lakini kumbe wangekuwa wanapita na kwetu hapa, wangekuwa wanapata vitu ambavyo nyinyi wenzetu wa Kolila mmevipata. Kipekee niseme mfikisheni asante zetu nyingi sana kwa wana media wenzenu ambao wamebaki kwa shughuli zingine, na nidiliki tu kusema muda wote mlikuwa na mimi Mwalimu Pasco Mahinya Maula, mwalimu mwandamizi kutoka shule ya msingi Msolwa Station. Asanteni sana.